kila mtu ana wajibu wa kushiriki kwa kujituma na kwa uaminifu. Hili ndio naomba kuwasitiza ndugu zangu. Tushiriki kwa kujituma na kwa uaminifu katika kazi halali kama za kwetu hizi. Tunapotekeleza majukumu yetu, tusipende tu kuitwa waheshimiwa. Hizi statutory uheshimiwa mimi unanipa shida sana. Siku hizi hatutaki kuitwa tena ndugu. Kila mmoja anataka kuitwa mheshimiwa, mheshimiwa. Mheshimiwa wapi? Haya masharti haya umeyatekeleza? Ya katiba hii inachosema hapa. Tukifikia hatua hii uheshimiwa kwa statutory, then we are in for it. And then this inakuwa kama ni cover up ya udhaifu wetu. Tunapaswa tujitume halafu kwa uaminifu. Sasa kujituma kwa uaminifu, hii kujituma ndio neno halali na rasmi la sisi huku tunapokuita kwa Kiswahili kujiongeza. Lakini kwenye lugha ya kikatiba na kisheria ni kujituma. Usisubiri kusukuma na mtu. Changamoto tulionao mahakama ya Tanzania, miezi sita haijakamilika. Niliokaa na ninyi hapa. Na hata nilipokuwa huku kabla sijaenda kule kule Ikulu, tunaishi kwa maelekezo. Mimi sitaki tuishi kwa maelekezo, mimi nataka tujitume. Kwa maana wengine tunachukua muda mrefu kufanya mentoring, kufundisha. Hii akili ya kuishi kwa maelekezo yanayoshuka kutoka kwa jaji mkuu yaende kwa jaji kiongozi, au yanaanzia kwa jaji kiongozi kuenda huku chini, yataenda kwa jaji mfawizi, yataenda kwa jaji mfawizi, atampelekea msajili, msajili atashusha sijui kwa hakimu kazi mfawizi wa wilaya au sijui wa mkoa. Hii inaitwa mahakama hakimu kazi. Endeni kama inahusu mahakama za mwanzo, hakimu mfawizi wa wilaya atalipeleka mahakama ya mwanzo. Hiyo akili ya kuishi kwa maelekezo ndio mimi nataka tuachane nayo. Kila mmoja atambue wajibu wake. Na hili tatizo limekuwa kubwa sasa humu serikalini. Ndio maana hata hiyo dira inazungumza juu ya wajibikaji kama kipaumbele cha 3 wa utumishi wa umma.